Ndio. Mzee wa Zandani kabisa. Simba hawana mwalimu mkuu mpaka hivi sasa, uongozi bado unaendelea kuyachakata majina mbalimbali, lakini pia kuna baadhi ya walimu ambao wanahusishwa na timu yenu. Kulikuwa kuna mwalimu wa Stellenbosch alikuwa anahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini hivi karibuni jina la Romain Folz nao likawa linahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Hivi sasa Miguel Gamondi wa Singida ambaye ndio kocha mkuu wa timu yetu ya taifa ya Tanzania ameonekana kule na Savi, kocha wa Simba kwa upande wa fitness. Wanaonekana watu umeanza kwa unganisha doti kwa pengine Gamondi anaweza kwenda Simba. Dr. Mo Zandani, unahisi Simba inahitaji mwalimu mwenye falsafa gani zaidi? Wewe ni shabiki lakini pia unaujua mpira. Mimi kama Dr. Mohamed Hamisi, shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba, lakini pia wanachama, lakini pia mwenyekiti wa influencer, niseme tu Simba tunahitaji kocha ambaye mwenye maono makubwa sana, kocha mwenye dream kubwa, kocha wa kuja kuchukua vikombe ndani ya klabu ya Simba, kocha wa kuja kutuletea mataji ambayo tumeyapoteza ndani ya misimu minne, miaka minne hatuna taji hata moja. Kocha ambaye atakuja kuendeleza ubora wa Simba kimataifa ulipoishia msimu uliopita kwenye fainali ya kafu ambayo tulicheza dhidi ya RS Berkane pale Zanzibar, tukatoa sare ya 1-1, wao wakachukua ubingwa kwa aggregate ya 2-3 unanielewa? Kwa hiyo niseme tu ni kocha tunamhitaji, ni kocha wa viwango, anaojua mpira wa Tanzania, falsafa mpira wa nchi hii, anayejua ligi kuu ya Tanzania ni ligi ya aina gani, kwa sababu ni very competitive league. Ni ligi namba 5 sasa hivi kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo unategemea tupate kocha ambaye anakuja kwenye weight kubwa. Kwesi Apia, kocha wa Sudani, ni mmoja wa makocha ambao wametuma Sivinde na klabu ya Simba. Na wana nafasi kubwa sana ya kuweza katika zile top 5 waliingia top 5. Jina la kocha Kwesi Apia, Mgana huyu ambaye alikuwa pia ni mkurugenzi wa ufundi katika shirikisho la soka pale nchini Ghana, ameingia kwa nafasi kubwa sana ya kuwania kuwa kocha wa klabu ya Simba. Lakini Romain Folz ni miongoni mwa makocha ambao wameomba kibarua Simba, na mimi nimeshuhudia kwa vyanzo vyangu, nimeona. Lakini pia kocha wa Stellenbosch ni miongoni mwa makocha, lakini pia kocha aliyewahi kufundisha National Ali National Ali yule ambaye atonani amemtoka jina lake limenitoka kidogo, lakini nitashare na wewe, unaweza kushare kwenye maandishi. Ni kwamba alishawahi kufundisha, unakumbuka kocha ambaye tulitoa naye draw hapa Benjamin Mkapa kwenye AFL ya 2-2, then kule tukaenda tukatoa naye wakatufunga 2, tukafunga 2-1. Yes, huyo kocha anaweza akatua klabu ya Simba sababu naye pia ametuma maombi. Lakini Miguel Angel Gamondi ni mmoja wa makocha ambao pia wameingia top 2. Wako top 2 kwamba kwa sababu wanaijua Tanzania, wanaujua mpira wa Tanzania. Sofa ndio national team coach wa Tanzania Taifa Stars, yupo kule nchini Morocco kwa ajili ya kuinua kikosi. Kwa hiyo katika CV zaidi ya 200 ambazo zimetumwa, naopa nafasi makocha 4. Nampa Angel Miguel Gamondi, Kwesi Apia, ninampa kocha wa ile aliyewahi kuwa kocha wa National Ali, lakini pia Nasidi Nabi naye pia ameingia kwenye hiyo top 5. Kwa hiyo sisi tuseme katika makocha wote hao wakija mmoja wapo, naona ni makocha wazuri ambao wanaweza wakatendea haki klabu ya Simba kwa kubwa ambayo nao wa klabu namba 5 barani Afrika. Ukizingatia tumepoteza michezo miwili ya Cup Champions League kwenye hatua ya group stage. So tunahitaji kushinda michezo iliyobakia ili tuweze kufuata nafasi ya kuingia robo finali, na inawezekana. Kama tutashinda michezo yote 4 iliyobakia, maana yake tuna qualify automatically. Is it? Si ndio? Lakini pia tunahitaji tuchukue NBC Premier League, ubingwa ambao tumepoteza juzi dhidi ya Azam 2-0. Kwa hiyo niseme tu kocha anatakiwa kuja ajue pressure mashabiki iliyopo, ajue kubwa wa Simba, lakini ajue soka Tanzania inahitaji nini. Huyo ndio kocha ambaye sisi tunamhitaji. Ukiachana na Miguel Gamondi na Nabi ambao umewataja hapa, kuna vitu ambavyo umevitaja, kujua falsafa na vitu ambavyo Simba inahitaji kwa hivi sasa, nani ambaye akija unaona anaweza kufanikisha hivyo vitu, mwenye falsafa hiyo ambayo mnahitaji nini? Mimi naona Angel Miguel Gamondi ni kocha mzuri. Unahisi atafikisha Simba katika mafanikio? Ni kocha mzuri kwa sababu anajua Tanzania. Anajua ligi kuu ya Tanzania bara. Ni kocha mzuri, lakini pia hata yule kocha ambaye ishafundisha National Ali, ingawa haijui bongo, lakini ni pia kocha mzuri. Hata Kwesi Apia, unajua Kwesi Apia ni mzuri sana. Ashakuwa football director wa chama cha mpira wa miguu pale nchini Ghana. Lakini mimi kwangu kiniletea Angel Gamondi sawa. Yes.
Kuna wachezaji wawili ambao wamepata hii adhabu, Alassane Kante pamoja na Jonathan Soa, ambao Kante pia ana adhabu kimataifa. Simba inaenda kuathirika kwa kiasi gani? Alassane Maodo Kante, central midfielder wa klabu ya Simba, ni mchezaji mzuri, lakini nafasi yake na Zakari Presley. Atacheza Nabi Kamara akipia na Yusuf Kagoma, no problem. Lakini mchezaji kama Jonathan Soa ni mchezaji hatari ambaye tunamtegemea. Replacement yake kuwepo kwa Selemani Mwalimu, kuwepo kwa Steven Dese Mukwara, bado ni wachezaji wazuri wanaweza kutupa matokeo, lakini nilitamani aendelee kuwepo. Michezo mitano ni mingi sana, lakini kamati ya masaa 72 haijatutendea haki kwa sababu kuna mchezaji Diara alifanya faulu ambayo ni mbaya zaidi uwanjani. Kama mliona ile mechi, alimfanyia madhambi mtu kwa makusudi. Ilikuwa ni mechi ilikuwa ni Yanga dhidi ya nani? Ilichezwa KMC, nakumbuka mechi. Ilikuwa Yanga na Mtibwa. Didier Diara ameshadaka mpira, akaenda kumpiga kiwiko mshambuliaji wa Mtibwa. Ilikuwa ni straight red card na ilikuwa ni kufungiwa mechi 5 kama alivyofungiwa watu wengine. Kwa hiyo kama ameweza kumpa adhabu Jonathan Soa, kwa nini adhabu ya Didier Diara hawajaweza kuitazama? Maana kamati ya masaa 72 iende jiridhishe pia tukio ambalo alifanya Didier Diara, waone kama inafaa kuwa na adhabu, kwa sababu wasishie tu kwa kuadhibu wachezaji wa Simba na kama Jonathan Soa, lakini pia waishie wasio double standard, wa balance adhabu, watoe sehemu yote kote huku na kule. Kwa hiyo kimsingi adhabu hiyo tumeipokea na tunaendelea kuitumikia, lakini kutokuwepo kwa Alassane Maodo Kante na kutokuwepo kwa Jonathan Soa hakuifanya Simba ishinde kupata matokeo. Kinachozungumzwa sasa hivi ni kwamba wakati anasajiliwa Soa, haya yote yalikuwa yanaonekana, na Soa anatajwa kama ni mchezaji kama anafanana na tabia kama alizokuwa nazo Morrison, manake ni ngumu yeye kubadilika. Kama akiendelea hivi, kwenu nini mashabiki, pengine mna kitu cha kumwambia? Jonathan Soa ni mchezaji mtulivu sana na brother jamaa asali sana. Mimi naongea naye sana. Sio mtukutu kama jinsi ambavyo watu wanafikiri. Ni mchezaji ana nidhamu ya hali ya juu sana. Isipokuwa wapinzani wetu wanataka kumtoa mchezoni, aonekane mchezaji ambaye hana nidhamu. Ile lafu aliocheza ni lafu ya kawaida sana, na wala sio lafu ambaye anapaswa kupewa adhabu hii kubwa. Jonathan Soa ni mchezaji mzuri. Wana Simba wote tumsupport Jonathan Soa. Tumpende, tumsupport, tumuombe dua arejee kwenye ubora ambao wanao. Haya yanaendelea ni kutaka kumtoa mchezoni kwa sababu kuna timu ilimtaka wakamkosa. Yaani unamtaka mwanamke alafu anaolewa na mwanamume mwingine. Tena mwanamume huyu labda ni jirani yako. Kwa akiwa anaingia ndani, unajua ameingia ndani kupumzika na bwana wake. Wewe unaona akiingia na kupumzika. Ndicho ambacho kimetokea kati yetu sisi na Jonathan Soa na hiyo timu nyingine. Kwa hiyo wanamuonea gere, wanamuonea wivu Jonathan Soa. Ni bonge moja la player. Hao ni nyuma mwiko. Unaona nzuri? Mimi nishakunitokea. Nimempenda mwanamke babu afa kaolewa na rafiki yangu. Kila akiingia ndani mimi kazi yangu chunga geti tu. Najisikia vibaya kinyama, naanza kufanya imagination. Humo ndani na kuaje humo. Sio nzuri. Kwa hiyo cha msingi hawa wanaona gere. Wanaona wivu kwa sababu sisi we have our own Jonathan Soa. They have nothing. Wana mtu anaitwa Prince Pomerero wa Duganga. Unaona nzuri? Ambaye akifika hapa na goli anaweka wapi? Anaweka nje. Maana huyo hata ukimpa anaweka wapi? Anaweka nje. Kwa hata wale ndugu zetu wa Sinza wakimpa anaweka wapi? Nje. Kwa ni mtu ni mshambuliaji sisi tuna mshambuliaji hatari ambaye hana huruma na goli, Jonathan Soa. Kwa hiyo wanataka kumtoa mchezoni, wala msikubali hili jambo likatokea. Ndio. Mzee wa Cuba, pengine za Cuba zilizopo hivi sasa kuelekea dirisha dogo, nani ambaye anatajwa zaidi? Kwa sasa hivi tumeambiwa hiyo confidential. Kwa sababu tukiwataja mapema wanawaroga sana kama wajaenda uwanjani. Kwa hiyo sasa hizi kidogo viongozi wameniambia Dr. Mo sio atoa siri kwanza, tulia. Kwa hiyo nimeamua kutulia kwanza. Wanaokuja ni wazuri lakini mtafurahi. Ni Simba hatari ambayo haijawahi kutokea. Kwanza naitwa Dr. Mohamed Hamisi, ni mwenyekiti wa Tanzania Sports Influencers and Promotion. Ni taasisi ambayo inahusika na influencers, watu maarufu ambao wana ushawishi kwenye michezo nchini. Ndio. Makamu wangu mwenyekiti ni Nabii Meja, katibu ni Mzoa Saruti, iko pamoja na Godi Yanga kwenye eneo la ukatibu, lakini msemaji wetu ni GB 64. Kwa hiyo nipende pia niwatambulishe rasmi kwamba GB 64 atakuwa ndo msemaji wa Tanzania Sports Influencers. Kwa waandishi wa habari, mimi kama mwenyekiti nimwatambulisha kwenu, naombeni mumpe ushirikiano atakapokuwa anakuja kuwapa habari zetu zinazohusiana na taasisi yetu. Mimi kama mwenyekiti kwa mamlaka ambayo nayo, leo mkutano mkuu wa leo umeadhimia au umempitisha GB 64
kuwa ni msemaji wa taasisi yetu kubwa hii ya Tanzania Sports Influencers. Kwa hiyo yes, huyu GB 64 waandishi wa habari mtakapomuona kokote pale mumpe ushirikiano. Mkutano mkuu wa Tanzania Sports Influencers uliokaa leo tarehe 18 majira saa 6 mchana umeadhimia kumpitisha GB 64 kama msemaji mkuu wa taasisi yetu ya Tanzania Sports Influencers. Mimi kama mwenyekiti kwa mamlaka ambayo nayo nimtambulishe kwenu waandishi wa habari, vyombo vya habari na wadau mbalimbali, serikali na wadau wengine. Atakapokuwa anakuja kwenu kutaka kumpa ushirikiano, mumpe ushirikiano kwa sababu ni kijana ambaye tumempitisha kihalali na kazi zake atafanya chini ya mwamvuli wa Tanzania Sports Influencers. Kaka, karibu sana. Asante sana. Mimi nashukuru mwenyekiti wangu na washukuru wanachama wote wa influencer wa Tanzania promotion kwa kunipa dhamana hii. Na uhakika nitaifanyia kazi na nitakuwa mwaminifu kwenu. Kwa hiyo ninawashukuru, mnipokee watu wote, wadau wote wa michezo, wadau wote wa mpira, tuko pamoja. Asante sana. Kaendelea na majukumu. Yes, kwa hiyo tuna jukumu kubwa. Tuna mashabiki dabi. Ni dabi ya mchezo wa mashabiki wa Simba na Yanga utakaochezwa siku ya Jumapili pale KMC majira saa 10. Ni rai yangu kama mwenyekiti niwaombe mashabiki wote wa mpira nchini Tanzania wa vilabu vyote waje watusapoti, waje waone influencers wao wa soka wakichuana. Ni mchezo wa dabi wa mashabiki Simba na Yanga. Dr. Mohamed Hamisi nitakuwepo kwenye uzi, nitazima namba 9. Mshambuliaji hatari kabisa ambaye sicheki na nyavu zikiniona zinatetemeka zenyewe. Unazuri. Lakini pia watakuwepo washambuliaji wachezaji kama wakina Mzaramo, Pasi Milioni, kina Kisugu, kina GB, wote watakuwepo siku hiyo. Na waomba vyombo vya habari, waandishi wa habari mtusapoti kuhabarisha umma kwamba Jumapili nchini Tanzania tuna tukio kubwa sana la kimichezo inaitwa dabi ya mashabiki ambayo semaji Ahmed Ali atakuwa ni sehemu ya mchezo huo. Atakuwa kwenye benchi la ufundi. Ari Kambwe atakuwa ni benchi la ufundi kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo wanachama na mashabiki wa vilabu vyote Simba na Yanga nichukua nafasi hii kuwaalika kama mwenyekiti wa taasisi hii kuja kutunga mkono ili mchezo wa mpira wa miguu hasa utani wa Simba na Yanga, utani wetu wa jadi uendelee kuenziwa kwa mema na sio kwa mabaya. Kumbuka michezo ni ajira. Michezo imeweza kuitambulisha taifa letu Tanzania kutambulika kimataifa ndani na nje ya bara Afrika. Kwa hiyo tunaendelea kuienzi michezo na kila mmoja aliyoko Tanzania na nje ya Tanzania aone Tanzania ni sehemu salama ambako watu wanapenda michezo na sisi kazi yetu ni kuinfluence michezo.